Karibu sana msikilizaji unayefuatilia simulizi zetu pendwa zinazopatikana katika channel yetu ya Simulizi Zetu Media. Na leo tuko na mwendelezo wa simulizi yetu ya Tatiana, ambapo kwa siku ya leo tutakwenda katika sehemu ya pili na sehemu ya mwisho kabisa ya simulizi hii. Nikukaribisha wewe ambaye bado ni mgeni kabisa katika channel yetu. Subscribe channel hii ya Simulizi Zetu Media, lakini usisahau ku like, ku share na ku comment. Lakini pia kwa wewe ambaye unaweza kutufuatilia pale Audiomack, jina letu ni Simulizi Zetu Media. Usisahau kwa wewe ambaye unataka kujiunga nasi katika group letu la WhatsApp, basi nambari ya kutuma ujumbe mfupi ni 0757567253. Rasmi tunakwenda kuanza sehemu ya pili ya simulizi yetu ya Tatiana, na nitakukumbusha kwa uchache tu vile ambavyo tulikuwa tumefika mpaka katika sehemu ya kwanza, wakati ambao Tatiana aliamua kumuuliza mume wake baada ya kufikiri kwa muda mrefu sana. Akataka kufahamu yule dada ambaye alikuwa akilia kanisani siku alipokuwa akifunga harusi alikuwa ni nani. Lakini Patrick alishusha pumzi kisha akamuuliza swali tena, vipi, kwani wewe unamfahamu? Basi nami nikualike rasmi katika sehemu ya pili ya simulizi hii kufahamu kwani yule binti ambaye Tatiana anashaka naye ni yupi, na ni kwa nini basi alilia katika ndoa ambayo haikuwa ya kwake. Basi ungana nami mpaka mwisho wa simulizi hii, ambayo naamini mwisho wa simulizi utapata kujifunza sana, lakini utapata kuelimika sambamba na kuburudika. Na kusomea simulizi hii, jina langu naitwa Tutu. Karibu katika sehemu ya mwisho ya simulizi yetu Tatiana, sehemu ya pili. Patrick alikuwa akimtazama mkewe, lakini pia alimshangaa na kumuuliza swali tena, kwa nini unaniuliza? Kwani vipi, wewe unamfahamu yule binti? Hapana, lakini natamani tu kujua ni kwa nini alikuwa analia. Ndio, mimi pia nimeambiwa kuwa alikuwa analia. Mke wangu kipenzi, hebu njoo kwanza ukae hapa. Alinikalisha kwenye kiti kilichokuwa pale jikoni na kisha akaanza kuniuliza tena, kwani una wasiwasi na huyo mtu ambaye tumjui? Kwa nini kulia kwenye harusi yangu? Huo si uchuro jamani. Nilizungumza hivyo kisha Patrick alitabasamu akaniambia, hakuna chochote, hata kama kipo hakitafanikiwa kwa sababu Mungu yuko pamoja na sisi. Utabaki kuwa wangu siku zote za maisha yangu, wewe ni usingizi wangu. Patrick, bila Tatiana si chochote, si lolote. Mume wangu aliniambia maneno ambayo yalinifurahisha sana na nikajikuta nikimbusu kisha nikamwambia, Patrick wangu, nitakupenda leo, nitakupenda kesho na siku zote katika maisha yangu. Alinikumbatia kisha akaniambia, asante baby wangu. Nilijisahau kama nilikuwa napika chakula kikawa kinaungua. Nilishtuka na kunyanyuka kwenda kuangalia, nikazima jiko haraka. Nilipofunua moshi ulitoka, nikaanza kukohoa. Mungu wangu, chakula kimeungua, ndio maana sitaki hata uje jikoni. Ona sasa kilichotokea. Nilianza kumlaumu Patrick ambaye aliangua kicheko na kuja kuangalia pia. Sasa chakula chote kimeungua, tunafanyaje? Na mimi nina njaa jamani, njaa inaniuma, alizungumza Patrick wangu. Kisha nikamwambia, nisamee mume wangu, ngoja basi nikupikie chakula kingine chap chap. Mpaka hivi sasa si nitakuwa nimeshakufa kwa njaa mke wangu. Sasa mimi naenda kukukula wewe, Patrick alizungumza kisha alinibeba na kunipeleka chumbani. Tukafanya yetu kisha tukaenda kuoga. Nilimwangalia Patrick kisha nikajikuta nikicheka na nikamwambia, ila mume wangu, sijui mwezaji kufanya hilo, na ulikuwa ujiwezi kabisa kwa njaa. Si ulikuwa na njaa jamani mume wangu, kwani hujui kama njaa yangu huwa inamalizwa na huba lako? Alizungumza Patrick kisha nikajikuta nikicheka na nikamwambia, sijui sasa nikakupikia nini cha haraka ule mume wangu, najua hapo ndo kwanza umeongeza njaa. Usijali malkia wangu, chukua nguo yako nzuri uvae upendeze, twende tutoke. Nilifanya kama ambavyo Patrick aliniambia, nikatoa nguo yangu nzuri, nikavaa, nikakaa kwenye kioo, nikajiremba mwenyewe. Nilipomaliza, tulitoka zetu na mume wangu tukaenda out. Tulienda kukaa sehemu tukapata chakula. Tulikula huku tukitaniana, na kwa upande wangu Patrick hakuwa mume tu, alikuwa ni rafiki, lakini pia alikuwa ni mshauri na alikuwa ni mlezi wangu. Alinidekeza na kunipa kila ambacho nilihitaji, mpaka baadhi ya watu wangu wa karibu walianza kunionea wivu. Basi tuliendelea kula huku nikimdekea. Nilitaka nilishe naye wala hakuvunga. Alichukua chakula na kunilisha. Simu ya Patrick iliita, alipokea na kisha muda huo huo alikata, akawa anaangalia kama anatafuta kitu kisha akaniambia, wife, hebu tuondoke hapa. Nilishangaa inakuwaje wakati tulikuwa hatujamaliza kula. Tunaondokaje wakati bado tunakula? Kwani nani kakupigia simu? Ni mfanyakazi mwenzangu amepiga, lakini hajaongea chochote. Patrick hakuwa sawa, alikuwa anaangaza macho yake kila kona. Ni kama vile ile simu ilimpigia ikimaanisha kwamba tafute kitu maeneo hayo ya karibu. Mpenzi, kuna tatizo? Nilimuuliza tena Patrick. Hapana, fanya tuondoke. Nataka tukae sehemu iliyotulia, tuwe sisi wawili tu. Kwa kuwa nilikuwa nikipenda sana kumfurahisha mume wangu, niliamua kuacha kula chakula. Tukaondoka, na wakati tunatoka
kuna dada mmoja alikuwa anakuja nyuma yetu. Alipita katikati yetu akinipiga kikumbo. Nikapepesuka na kutaka kuanguka, lakini Patrick aliniwahi na kunidaka mkono kisha akamwambia yule dada, "Wewe vipi? Kwani uone? Vipi mke wangu, hujaumia?" Aliniuliza tena. "Sijaumia, niko sawa." Yule dada alikuwa ametupita kwa watu wachache na baada ya kuambiwa vile na Patrick, aliturudia na kuomba msamaha, lakini alikuwa anamwangalia sana Patrick. "Nisameni jamani, ilikuwa bahati mbaya tu," alisema yule dada. "Okay." Patrick alijibu kisha akanishika mkono tukaondoka. Cha ajabu nilipogeuka nyuma nilimwona yule dada anatuangalia huku akitabasamu. Nikahisi huenda anafahamiana na Patrick na kile kitendo cha kutuvaa ilikuwa ni kukusudia tu. Tukiwa njiani nikamuuliza Patrick, "Hivi yule dada atakuwa akatugonga kwa bahati mbaya kweli?" "Inawezekana, watu wanatembea na mawazo mengi sana vichwani mwao," alijibu Patrick. "Sijui, lakini mbona nilipogeuka alikuwa anatuangalia sana huku anatabasamu? Basi atakuwa hayupo sawa. Au unataka tuende wapi sasa hivi mamangu?" "Kokote unakopenda wewe," alizungumza Patrick na kubadilisha mada. "Basi twende tukafanya shopping afu turudi nyumbani." Nilimkubalia tukaenda kufanya shopping ya vitu vya nyumbani, lakini Patrick alikuwa busy sana na simu yake. Alikuwa ni kama anachati na simu hivi. "Mume wangu, mbona umekuwa busy hivyo?" nilimuuliza. "Unajua kuna jamaa anamuelekeza mambo ya kazini." Mimi niliendelea kuchukua vitu, nilipomaliza nikamwambia vitu vimetosha, turudi nyumbani. Aliweka simu mfukoni, tukaenda kulipia kisha tukaondoka. Tulipokuwa kwenye gari, simu Patrick ilikuwa inaita sana. Aliangalia na kukata, lakini huyu mtu hakuacha kupiga. Nikamuuliza, "Kwani ni nani anayepiga muda wote?" Akanijibu, "Achana naye." Simu iliendelea kupigwa. Nikaona huu ni ujinga, asije akawa anazuga apokee kumbe ni mwanamke wake. Nilichukua simu na kutaka kupokea. Patrick alishtuka na kutaka kuninyang'anya. "Tatiana, naomba usipokee hiyo simu tafadhali." "Naipokea." "Kwa nini hutaki kumpokelea? Unaogopa nini kwani? Mtu anapiga muda wote huko, kwa nini tusipokee?" Tulianza kuvutana. Patrick alijisahau kama anaendesha gari na ilibaki kidogo tupate ajali. Nikadondosha ile simu kwa mshtuko. Patrick aliniangalia kwa hasira na kuanza kunifokea. "Hivi mwanamke ni mpumbavu sana Hivi kwa nini utumie akili? Unaona kabisa tunataka kupata ajali kwa ajili ya wivu wako wa kijinga. Sasa unafikiri ni nani ambaye alikuwa anapiga? Na hata ungejua ungefanya nini sasa?" Niliokota ile simu na kuweka. Nilipoitoa sikuongea chochote, nilinyamaza. Tulipofika nyumbani, alishuka kwenye gari bila kunisemesha na mimi sikujali kwani hata mimi nilikuwa nimenuna kweli kweli. Nilishusha mzigo na kuingia ndani. Nilipopita sebuleni sikumuona, nikajua atakuwa chumbani. Nikaenda jikoni na kupanga vitu, kisha nikaenda kukaa sebuleni nikitafakari kile ambacho kilikuwa kimetokea. Ila kwa upande mwingine ninakosa. Sasa kwa nini nilitaka kupokea simu isonihusu? Sijui nikamwombe msamaha. Nilitaka kunyenyuka nimfuate lakini nikasita. Lakini kwa nini asipokee simu? Kwa nini asipokee simu akiwa na mimi? Inaweza kuwa na mwanamke ndio maana anaogopa kupokea mbele yangu. Wala siendi kuomba msamaha. Kama ataendelea kununa acha anune na mimi nitanuna tu. Huyu anajeuri sana. Na anajua jeuri ya kununia muda mrefu hana. Atakuja tu. Niliendelea kujiambia mimi mwenyewe huku nikishauri kama nikaombe msamaha ili yaishe ama nikae kimya, na mwisho niliamua kukaa kimya. Ilipita kama nusu saa hivi nikitaraji kwamba Patrick atakuja, lakini sikuona dalili ya yeye kuja. Jamani, huyu baba ndo kaamua kunikomoa sasa. Akiendelea kununia itakuwaje? Nilijiuliza mwenyewe na kuona kama haiko sawa, nikaamua kunyanyuka ili niende chumbani, lakini nikamwona anatoka na mimi nilipoona hivyo nikajifanya naenda jikoni. Kwa kuwa hakuna kilichonipeleka ilibidi nisimame tu. Niliposikia anakuja jikoni, nikaenda kwenye friji kuchukua maji. Alinifuata na kunikumbatia kwa nyuma. "Mpenzi, samahani kwa kutolea maneno ya ukali," alizungumza, kisha mimi nikanyamaza. "Kwa hiyo bado umenikasirikia mimi mumeo?" aliniambia tena. "Ulitaka nichekelee ulivyonifokea na kuniita mjinga?" Alinigeuza na kuniangalia usoni. "Ile ulichokifanya hakikuwa kizuri. Unafikiri ingekuwaje kama tungepata ajali, ukaumia vibaya? Kwa mimi ningeumia mara mbili endapo malkia wangu angepata tatizo. Bora hata mimi ningeumia. Ndio maana nimefoka mpenzi wangu." Nilimtazama mume wangu kwa makini kisha nikamwambia, "Sasa unaongea nini mume wangu? Unafikiri ungeumia mimi ningekuwa kwenye hali gani sasa? Naomba unisamehe mume wangu. Nisamehe kwa kile ambacho kimetokea." Mume wangu aliniambia, "Usijali, ila ukinuna unakuwa mbaya sana mke wangu. Usinune tena mbele yangu." Nilijikuta nikicheka kisha nikamwambia, "Wewe mwenyewe ukinuna hata upendezi. Unakuwa tofauti na Patrick wangu." Tulicheka tukakumbatiana na kisha tukaanza kutaniana. Na hayo ndio ilikuwa maisha yetu mara nyingi na mara zote ambazo tulikuwa tukigombana. Tulitimiza mwaka mmoja kwenye ndoa bila mimi kubeba ujauzito. Nilitamani sana kuwa na mtoto. Nilikaa na Patrick na kumwomba nipeleke kwa specialist wa masuala ya uzazi, na akaniambia, "Kwani baby, kwa nini umefikiria hivyo? Unajua darling, huu ni mwaka sasa, sina dalili yoyote ile ya kuwa mjamzito.
Naam, ya kuitwa mama jamani. Nadhani hata wewe unatamani sana kuwa baba. Nilimwambia mume wangu ambaye alinijibu haina shida. Kesho nitampigia daktari mmoja hivi anipe utaratibu wa kwenda kuonana naye. Hata mimi nitafanya vipimo, huenda tatizo pia likawa kwangu. Patrick aliulizia akapewa utaratibu, na siku ya Jumatatu na Alhamisi ndio zilikuwa ni siku ambazo anapatikana huyo specialist. Akaniuliza nataka kwenda siku gani, nikamwambia twende tu Jumatatu. Ilipofika siku ya Jumatatu tulienda hospitali, tukafanywa vipimo, majibu yalitoka, wote tulikuwa tuna tatizo. Lakini tulipatiwa mafunzo hususan mimi kwa siku zangu za hatari, pamoja na kula vyakula ambavyo vitaweza kurudisha mayai na huenda hakutakuwa na shida yoyote. Alisema tumtafute pia na kumueleza kama tutapata changamoto nyingine yoyote ile. Siku moja nilikuwa natoka chumbani, nikasikia sauti ya Patrick anaongea na simu. Lakini ilikuwa ni kama anataka kutoka hivi. Mimi nilitaka kumfuata, lakini kuna maneno niliyoyasikia ikabidi nisimame ili niweze kusikiliza vizuri ni nini alikuwa akizungumza. Hivi unachotoka kwangu ni nini? Nilishakwambia kuwa mimi nina mke. Sitaki unifuate wala kunipigia simu, na usije ukaniharibia ndoa yangu tafadhali. Alinyamaza kimya kwa muda akimsikiliza aliyekuwa anaongea naye upande wa pili, kisha nikamsikia tena mume wangu akisema, Fiona, wewe uliichezea nafasi yako mwenyewe ya kuolewa. Naomba uniache mimi nifurahie ndoa yangu na mke wangu. Nampenda sana mke wangu. Yaani wewe endelea kuranda njia, halafu naomba siku nyingine usije ukamuingilia mke wangu kabisa kwenye namna yote ile kama ulivyofanya siku ile kumpiga kikumbo. Na ulitaka kumwangusha, sitasahau. Sitaweza kuvumilia jambo hilo ukifanya tena tafadhali. Aliposema hivyo sasa nikakumbuka lile tukio na kisha nikajisemea, nilijua tu ile haikuwa bahati mbaya. Eti mtu atoke alikotoka tugonge afu aanze kufurahia. Sio kweli. Yaani sisi mpaka tukagombana. Kumbe alikuwa ni huyo yeye pamoja na Fiona wake. Nilisogea taratibu mpaka karibu aliposimama Patrick. Alipomaliza kuongea na simu, aligeuka ili aingie ndani. Alishtuka kuniona nikiwa nimesimama pale. Aliniangalia sana na mimi nikamkazia macho kabisa, kisha akaniuliza, "Umekuja saa ngapi?" Mume wangu aliniuliza. "Muda mrefu sana," nilimjibu. Kisha nikamuona akijikuna kichwa. "Fiona ni nani kwako? Na kwa nini anasumbua kila siku?" Nilimuuliza swali lingine. Nilimuuliza nikiwa sicheki na sura yangu nikiwa nimekunja haswa. "Naomba tuingie ndani nikueleze kila kitu mke wangu," aliniambia Patrick, na kisha sikubisha tuliingia ndani huku mimi nikiwa nimetangulia. Nilitaka kwenda kukaa sebuleni, lakini Patrick akaniambia, "Naomba tukaongelee chumbani mpenzi wangu." Nikajua huyu ananitega. Tukienda chumbani atanitakenya na mimi nitalegea, kisha nitashindwa kupata maelezo yaliyokamilika. Nikamwambia, "Nataka tuongee hapa, tukimaliza ndo tutaenda huko chumbani, au hatuendi tutajua hapo." Ilibidi Patrick awe mpole. Alikuja tukakaa sebuleni, akakaa kimya huku akiniangalia. Nilijua kwamba alikuwa na tafakari ataanzia wapi kuzungumza. Kisha nikajikuta namwambia, "Anza kunieleza. Fiona ni nani? Halafu usinifiche chochote kile. Naomba uniambie ukweli ambao umenyooka kabisa." "Nitakueleza kila kitu mke wangu, kwa kuwa nilipanga hata hivyo siku moja nifanye hivyo." Fiona leo alikuwa mpenzi wangu miaka 3 iliyopita. Kabla hajamaliza kuongea nilidakia na kumuuliza, "Miaka 3? Mpaka sasa hivi bado hujakusahau na kusumbua kila siku?" Nilisi Patrick ananidanganya na wivu nilokuwa nao tayari ulikuwa unanisumbua. "Naomba basi nisubiri nimalize kuongea mke wangu." Nikaamua kutulia kisha kumsikiliza. Fiona ni mwanamke ambaye nilimkuta kwenye mazingira magumu sana wakati alikuwa amefukuzwa sehemu alikuwa anafanya kazi na hakuwa na sehemu yote ya kwenda. Alikuwa kirandaranda barabarani, na siku moja usiku nilipokuwa nikitoka kwenye sherehe, nilipokuwa njiani nilimuona binti huyo na nikashangaa, kwani ilikuwa ni saa 7 kabisa za usiku. Nikajiuliza usiku huu binti huyo alikuwa anaenda wapi? Nilimpita huku nikimwangalia, lakini moyo wangu ulisita, ikabidi nirudishe gari nyuma, nikafungua kioo cha gari kisha nikamsalimia. "Habari?" "Salama," alijibu huku akilia, na moja kwa moja nikajua kwamba alikuwa na tatizo. "Vipi, mbona usiku huu unazunguka tu? Hujui ni hatari kwako mtoto wa kike? Wewe unaweza kufanyia vitu vibaya." "Nisipo kwa ajili ya kupenda, ni shida tu ndo zimenifanya nirande. Sijui hata naenda wapi. Naomba unisaidie kakaangu." Alizungumza kisha nikamuonea huruma sana. Nikamchukua na nikamtafutia sehemu ya kulala, nikamwahidi kesho nitamfuata nikaongea naye, kisha mimi nikaondoka. Kesho yake nikaenda, tukakaa tukaongea. Nikamuuliza shida ilikuwa ni nini mpaka akawa anazunguka usiku mkubwa kama ule. Fiona aliamua kumueleza mambo yote ambayo alikuwa amemkuta, na alimueleza kwamba yeye alikuwa ni msichana wa kazi. Alifanya kazi kwa miezi 6 bila kulipwa. Na alipodai pesa yake alikuwa akipewa kidogo tu, huku akiahidiwa kuwa nyingine anahifadhiwa na siku akitaka kuondoka atapewa akafanya biashara na kuanzisha maisha yake.
Siku hiyo alipoomba pesa zake, alimpiga na kumfukuza nyumbani kwake usiku tena bila kumpa pesa zake. Nilimuonea huruma na aliomba nimtafutie kazi yoyote ile ili aweze kuingiza kipato. Nilifikiria kumleta hapa nyumbani nikae naye kwa muda wa wiki 2 huko nikifanya jitihada za kumtafutia kazi. Kutokana na tabia yake na muonekano wake nilitokea kuvutiwa naye. Tukaanza mahusiano. Tulipendana sana na nikajua kuwa nimepata mke. Nikamhudumia kwa kila kitu. Lakini taratibu alianza kubadilika, akawa na marafiki waliokuwa wanamshauri ujinga, akaendekeza starehe. Mimi nilitoka kwenda kazini na alikuwa anatoka, na hata nilipokuwa nikirudi sikuwa namkuta nyumbani. Fiona alikuwa si mtu wa kufanya shughuli yoyote hapa ndani. Alikula na kulala tu. Nilijaribu kukaa na kuongea naye lakini ilikuwa ni kazi bure, kwani aliomba msamaha na baada ya siku 2 alirudia mambo yale yale. Na kubwa zaidi lililonifanya niachane naye, nilimfumania lakini cha ajabu wala hakushtuka. Ndo kwanza aliniambia, "Kwa nini nani ambaye unavamia bila taarifa? Hebu tupishe watu tunajilia raha zetu." Nilikasirika na kutaka kugombana na yule mwanaume, lakini rafiki yangu nilienda naye alinizuia na kunisihi tuondoke. Tuliondoka huku wao wakitucheka, na hakuna siku ambayo niliumia kwenye maisha yangu kama siku ile ambayo siwezi kusahau tarehe yake. Nilienda baa nikanywa sana pombe mpaka nikawa sijitambui. Nilikuja kujikuta nipo nyumbani nimelala kitandani nikiwa nimejisaidia haja ndogo kabisa. Nilijitahidi kunyanyuka, nikakaa, nikamuona Fiona kasimama mbele yangu ananiangalia huku kanuna mdomo. Kisha kaniambia, "Mwanaume huna haya wewe. Sikujua kama wewe ni mlevi mbwa kabisa. Hebu ona ulivyojikujulia. Hebu gani hii jamani?" Mimi sikumjali, ila nilienda bafuni nikajisikia kichefuchefu, nikatapika sana mpaka nikahisi kama nimeishiwa nguvu zote kabisa. Nikaamua kukaa chini kabisa. Fiona alichukua pochi yake kisha akaondoka zake. Na bila hata kunifikiria, nilitambaa mpaka bafuni nikafungulia maji ili nimwagikie mwilini kidogo nikapata nguvu. Nilitoka bafuni nikampigia simu rafiki yangu, nikamwomba aniletee chakula. Nilikuwa na njaa sana kiukweli. Siku hiyo Fiona hakurudi nyumbani. Alikaa huko kwa siku 2 na aliporudi nikamuuliza alikuwa anatoka wapi. Alinijibu kwa jeuri kubwa sana, "Unauliza kama nani? Au unavokaa hapo unafikiri utanipangia kila kitu cha kufanya? Mimi huwezi kunipangia nini nifanye na nini nisifanye." "Lakini kumbuka mimi ni nani kwako?" Nilijaribu kumkumbusha Fiona, ambaye alinijibu, "Kwani umenioa? Kwanza nimekuja kuchukua kila kilicho changu, mimi naondoka zangu." Aliingia chumbani akachukua kila kilicho chake akaondoka, na huo ndio ulikuwa mwisho wa mapenzi yetu. Nilikaa muda mrefu bila kuwa na mahusiano. Nilijua kila mwanamke nitakayekuwa naye ataishia kuniumiza tu. Baada ya kusahau machungu, nilianza kutafuta mwanamke, nikamaliza shida zangu tu na achana naye. Kisha sasa nikamuuliza Patrick, "Sasa ikawaje mkaa mnawasiliana? Si umesema mliachana?" Patrick alinijibu kuwa siku moja nilipigiwa simu, alikuwa amekamatwa na polisi. Alimuomba nikamsaidie kwa kuwa hakuwa na ndugu yote mjini. Nilienda kisha nikamfutia kesi yake mpaka nikafanikiwa kumtoa, na kuanzia hapo akawa ananipigia tunasalimiana. Maisha yake yalizidi kuwa magumu, mabwana aliokuwa nao walimwacha na akawa sasa anaomba turudiane na mimi nikamwambia kiukweli siwezi. Nikamkatalia na nikampa kiasi cha pesa afanye biashara. Nilipoanza mahusiano na wewe alinipigia akaniuliza kuwa kama ni kweli nataka kuoa. Nikamjibu ndio. Nikashangaa mtu analia na kuniomba niahirishe ndoa ili niwe naye kwani dunia imeshamfundisha. Nilimkatalia na akaniambia kwamba atahakikisha sikai kwa amani kwenye hiyo ndoa yangu. Kiukweli nilimuonea huruma Patrick kwa yote ambayo alipitia, na wema wake tu ndio ambao ulikuwa umemponza mpaka hapo. Lakini nikajikuta nikimuuliza, "Kwa hiyo yule dada alikuwa analia kwenye harusi yetu ndo yule?" "Ndio, ndo yule Fiona, lakini pia ndo yule ambaye tugonga siku ile pale hotelini." Tulinyamaza kimya kwa muda huku kila mmoja akiwa kajiinamia. "Naomba unisamehe mke wangu. Sikukwambia hizi taarifa mapema. Usijali mume wangu, na pole sana kwa uchungu ambao umepitia. Lakini usijali mume wangu, niko pamoja na wewe kuyapauza hayo machungu yote kwa kukupa mapenzi ya dhati. Wewe ni wangu wa maisha na siku zote nitakuenzi. Nakupenda sana mume wangu." Nilimwambia Patrick kisha nikamwona akitoka na machozi kwa maneno mazuri na ya faraja ambayo mke wake nilikuwa nikimwambia, na kisha akaniambia, "Asante sana mami. Hakika wewe ndio ubavu wangu. Mwanamke nilichaguliwa na Mungu. Nakupenda sana sana mke wangu." Maisha yaliendelea. Upendo kazidi kwenye ndoa yetu, huku mimi nikiwa na hamu ya kutafuta mtoto, maana Patrick alikuwa anapenda sana watoto. Kila alipoona watoto alikuwa wanawanunulia zawadi na kwenda kuwapatia watoto wa jirani. Wakajikuta akizoea kuja kwangu kwa sababu ya Patrick tu.
Niliongea na rafiki yangu Martha kuhusu tatizo langu la uzazi, akaniambia hata dada yake aliwahi kuhangaika sana, lakini alitumia dawa za mitishamba akafanikiwa. Hivyo na mimi nikaanza kutafuta dawa za kienyeji kwa bibi ambao wanaziuza, lakini kila siku nilizichemsha mpaka sufuria zilibadilika rangi, lakini sikupata matokeo mpaka Patrick siku moja akaniambia, inatosha mke wangu, sasa kuona unakunywa tena hayo madawa. Kwanza daktari amethibitisha kwamba hakuna tatizo, kikubwa ni kumuomba Mungu, wakati wake ukifika tutapata mtoto. Uzuri ya kukuwa na ndugu wa mume alikuwa akinisema vibaya kuhusu tatizo langu hilo, hivyo Patrick alikuwa akinipa moyo na kuniambia kuwa ipo siku Mungu atasikia kilio chetu. Kwa kuwa nilikuwa na hamu, niliendelea kutumia dawa kwa siri pasipo mume wangu kujua. Siku moja nilienda supermarket nikifanya manunuzi ya vitu ambavyo nilikuwa nikihitaji, lakini wakati naondoka mbele yangu alikuwa anakuja binti mmoja ambaye alikuwa akiniangalia sana huku akitabasamu. Nilipofika karibu yangu akanisemesha, "Wow, Mrs. Patrick, imekuwa bahati sana kukutana na wewe." Nilishangaa huyu ni nani na mbona simjui, na akanichangamkia namna hii. "Mambo," alinisalimu. "Safi," nikamjibu huku nikimwangalia kwa makini sana. Nilipomtazama zaidi nikagundua kuwa alikuwa ni Fiona. Kisha mwenyewe akaniambia, "Naitwa Fiona." "Na kufahamu," nilimjibu. Akashangaa kisha akaanza kujichekesha. Patrick atakuwa akakwambia, ila na imani hajakwambia vizuri. Naweza kujitambulisha unijue vizuri." Nilinyamaza huku nikimsikiliza. "Kama nilivyokuambia, mimi naitwa Fiona, au unaweza kuniita mke mwenzio, japo sijaolewa ila tunashare mume." Nilijikuta nacheka. Nilicheka sana mpaka Fiona akabaki ananishangaa. "Hongera, ila nijuavyo mimi wewe ni zilipendwa na Patrick ni mume wangu wa peke yangu." "Ndio hivyo ambavyo unajidanganya kwenye hii dunia, sio? Basi nikwambie tu hakuna cha peke yako," aliniambia tena Fiona, na mimi nikamwambia, "Basi nitakuonyesha kuwa kipo cha peke yangu ambaye ni Patrick. Kwanza napoteza muda kujibizana na mtu ambaye hatajielewi. Fiona, huwezi kushindana na mimi kwa chochote. Patrick ashaniweka ndani. Wewe endelea kupiga simu zisizopokelewa na kutuma ujumbe wa kubembeleza urudiwe." Fiona alibaki kadua. Hakutegemea kama ningemjibu vile. Mimi nilipita pembeni yake na kisha nikaondoka zangu. Pumbavu zake. Alifikiri kwamba nitamchekea kama ambavyo nachekewa na Patrick. Mimi sio mama huruma. Jioni nilipofika nilitamani mueleze Patrick nilivyochambana na Fiona, lakini nikaona haina maana, naweza nikamharibia siku mume wangu ambaye alikuwa amejichokea zake kwa kazi kutwa nzima. Lakini nikajikuta namuuliza tu, "Unataka nikufanyie nini mume wangu?" Aliniangalia kisha akatabasamu. "Mbona kama ile swali la kimtego sana?" aliniuliza. "Mume wangu bwana, mtego gani sasa? Kwani unataka kunifanyia nini kipenzi changu?" Nilimfuata alipokuwa kisha nikamkalia miguuni. "Naona kama umechoka leo. Unaonaje kama nitaenda kufanyia massage kidogo?" "Ona sasa mke wangu unavyonijulia. Haya twende mama." Aliongea mume wangu na kisha tuliongozana mpaka chumbani. Nikaandaa vifaa vyangu na mimi nikavua nguo. Nikajifunga kimtandio chepesi, nikaanza kumfanyia massage mume wangu Patrick. Alikuwa anagugumia tu kwa kufurahia. Mke wangu, hapo mke wangu." Kabla hata sijamaliza, Patrick alinivuta kifuani kwake na kisha nikamkalia kwa juu. "Nashindwa kuvumilia mke wangu bwana. Naomba unitulize kwanza." Isikuwa na hiana. Nilifanya kama ambavyo mume wangu alikuwa akihitaji, na tulipomaliza tukaenda kuoga kisha nikaenda jikoni nikapakua chakula kisha tukala. Siku moja nilikuwa natoka dukani. Nilipofika getini, dada mmoja alinisalimia kwa uchangamfu huku akiniambia, "Jamani, jirani mzidi kujifungia ndani ya geti. Natakiwa tufahamiane." "Mbona majirani zangu nafahamiana nao ila wewe sikufahamu?" nilimuuliza. "Itakuwa sababu sishindi nyumbani ndio maana unifahamu. Nakaa kwenye nyumba yenye geti jeusi lile, hata kwenye harusi yako nilikuwepo." "Oh, basi karibu," nikamwambia. Aliniambia asante kisha akaniambia nitakuja kesho tupige story, nami nikamwambia karibu sana. Alitaka kuondoka kisha karudi. "Samahani, hivi unaitwa nani?" "Mimi naitwa Tatiana." "Basi mimi naitwa Hanifa." Hanifa alizungumza kisha aliondoka na mimi nikaingia ndani. Hanifa alianza mazoea akawa anakuja nyumbani tunapiga story alafu anaondoka. Hanifa alikuwa ni mwongeaji sana. Yaani ushogo ulipokolea, alianza kuniuliza mambo ambayo sikuwahi kuelewa kuhusu mume wangu. Alionekana kuwa anajua mambo mengi sana kuhusu mume wangu na kumfahamu pia. Mara alikuwa ananiambia, "Unajua shoga, hakuna anayeamini kama bado ungekuwepo kwenye hii ndoa kwa muda mrefu namna hii. Kwani umemtuliza na nini wewe Patrick?" Hii kauli ilinishangaza sana kisha nikajikuta nikimuuliza, "Kwa nini unasema hivyo?" Hanifa aliangaza macho yake huku na kule kama akitazama kama kuna mtu kisha akaniambia, "Tatiana, sisi wote ni wanawake, hivi siwezi nikakuficha kile ambacho nakifahamu kuhusu mume Patrick. Hivi unajua kama wanawake wangapi wameishi ndani kabla yako?" Hili swali lilinifanya moyo wangu ulipuke kama umepigwa shoti, lakini nilijikaza na nikamuuliza, "Kwani unajuaje? Unajuaje kama wanawake wangapi na wameishi hapa?"
Sikufichi shoga yangu. Ni wengi tu, kwa Magisio unaweza ukawa hata 10. Ilibidi nigune. Kwa hiyo mimi wa 10? Ndio. Alafu wakaa hata miezi 2 unaondoka, analetwa mwingine. Sasa hapo bado wale wanakuja na kuondoka. Mbona hii ni hatari? Ila naomba usije kumwambia mumeo. Usije kanitaja eti. Naanzia wapi shoga yangu wakati mimi bado nahitaji umbea kutoka kwako? Kama ni hivyo sawa. Sasa tutaendana. Nitakuwa nakwambia kila kitu. Mara ya kwanza nilipokuwa naletea umbea wake, nilikuwa naumia sana. Nilikuwa mnyonge. Niliwaza na kuwazua mpaka mume wangu alijua kuwa siko sawa. Akajua labda ninawaza masuala ya kushindwa kubeba ujauzito. Akawa ananifariji sana na kunisini sikati tamaa, kwani hata yeye katika maombi yake ananiombea sana nibebe ujauzito. Nilimwangalia sana mume wangu na kujiuliza kuwa mbona ninaambiwa hivi ni kweli anayafanya au ni vipi. Nilitamani kumuuliza lakini nikaona haina haja, hata kama alikuwa akifanya ni zamani na hakuwahi kufunga nao ndoa. Mimi ndo mama mjengo mwenyewe. Hata wakiita Mrs. Patrick na Peter na naitika kwa kujiamini kabisa. Hanifa alikuwa akija kuongea umbea wake, alikuwa anaongea kisha anamaliza anaondoka. Na mimi naacha pale pale mume wangu akija na mhudumia vizuri na kumpa mabaya kama yote. Na kila kulipokucha ndo kwanza penzi letu lilizidi kuchanua. Furaha na amani viliongezeka maradufu kabisa. Sikuacha maneno ya Hanifa yanipotezee ramani. Hanifa alikuwa anashangaa sana. Ananipa maneno ya kukera, lakini mume wangu akija naenda kumpokea kwa shangwe na mabusu ya kutosha kabisa, na yeye namwambia aende zake kwa kuwa muda wa kumhudumia mume wangu umefika. Kiukweli alikuwa akinishangaa sana. Siku moja alikuja akanikuta na kula chungwa. Akaja kakaa, nikamkaribisha kipande cha chungwa. Alikula akamaliza kisha akaniambia. Nilipoingia nilijua mwenzangu unakula vindimu, nijisikia kichefuchefu. Nili vindimu kwa nina mimba, na mimi nikamjibu. Hapo ndo ulipokuwa napataka. Hivi Tatiana tangia umeolewa, hata mimba ya bahati mbaya hujapata? Ningepata si ungeona tu na tumbo jamani au? Kwa hiyo una hata mpango wa kuzaa shoga yangu. Naona umejiacha mwenyewe. Huyu Patrick atakuchoka. Tena ukute kishamtia mimba mwanamke mwingine huko. Hapo uvumilivu ulinishinda kwa kweli. Nijikuta nimeshikwa na hasira nikamwambia, "Hivi Hanifa, kwa nini unapenda kunifuatilia mambo yangu? Umeyazunguza mume wangu nimekuangalia tu. Sasa unahamia kwangu. Hebu niambie unachokitaka kwenye ndoa yangu au kuna mtu kakutuma uje kunivurugia?" Basi tulikuwa tunaongea tu shoga yangu, mbona unakuwa mkali tena? Hanifa alizungumza huku akishusha sauti yake. Mbona mimi sije kuongelea kwa ubaya wala kumwangalia huyo bwana wako? Dada nimechoka kusikiliza. Yaani nimekuchoka, naomba mlango ambao umeingilia ndio utoke na ushoga uishi kuanzia leo. Hii Tatiana, usifike huko basi tusameheane tu, alizungumza Hanifa kisha nikamwambia, "Hapana bwana, mimi nimechoka. Waenda katafute shoga mwingine ambaye mtawezana. Mimi umbea mwenzako siuwezi." Nilimfuata Hanifa huku nikimtoa nje. Alijitahidi kujitetea lakini wala sikutaka kumsikiliza. Nilimtupa kama simjui na kisha nikamwambia, lile geti alione kama mlango wa motoni. Apite mbali kabisa wala asije kasogea tena. Na sawa shoga yangu, lakini kuna kitu ambacho ukijui. Kuna mwanamke na mimba yake. Mumeo amezalisha nje huko. Nilicheka sana kisha nikamwambia, "Huna lolote, maneno yako ya mkosaji kabisa. Unafikiri utanirusha roho?" Nilimwambia nikafunga mlango wangu kisha nikarudi ndani. Siku moja nilienda salon kwa kina Martha kwa ajili ya kutengeneza nywele. Nilimkuta mama T ambaye nilimchukulia kama mama yangu, aliyekuwa anaelekeza mambo mengi sana kuhusu ndoa. Na hata nilipokuwa na shida, nilimueleza naye alikuwa akinipa ushauri mara nyingi sana. Siku ile nilipiga naye story sana na alipofika mida ya saa 8 akaniambia, "Mwari wangu, naomba ufungashe uondoke, mumeo asije akarudi nyumbani akakukosa." Lakini nimemuaga mama, anajua sipo nyumbani. Yaani hapo ndo mnapofeli watoto wa kike siku hizi. Yaani mume unamchukulia kama rafiki yako vile, ndio maana wao wanachepuka. Mnakosea sana. Mume anahitaji malezi, yaani kama mtoto mdogo. Hapo anatakiwa kirudi, akute usharudi mapema. Ushamwandalia chakula anachokipenda. Ukimaliza unaenda kuoga, mtoto wa kike unavaa kinguo chako kizuri kinachovutia, sio kijora kama unaenda kwenye kigodoro. Jipulizie marashi yako mtoto wa kike, kaa ukinukia, tulia, msubiri mumeo. Ukisikia anakuja mumeo, jivute taratibu kampokee. Hata kama hana mizigo basi unampokea mwenyewe kwa mahaba kabisa na uso ambao umejaa tabasamu tele. Sio unakunja uso kama kula embe chachu. Alizungumza mama Tina, wote tulikuwa pale tuliangua kicheko. Kulikuwa kuna wateja pia ambao pia walijikuta wakichangia mada. Ni kweli kabisa mama T. Eneo mabinti wanaona mambo ya ndoa kama utumwa vile. Ndio maana wadumu kwenye ndoa siku hizi. Alisema mama mmoja ambaye alikuwa anatengeneza kucha. Watajua wenyewe. Mimi na huu tu uzima wangu bado namfanyia mume wangu hayo mambo. Basi mama yangu jamani, nimekuelewa. Acha niende, siku nyingine nitawahi uje unipe mafunzo mengine.
Wewe kila wakati nakwambia, sema ujeuri tu unakusumbua. Hebu fanya uende kwako. Nisije nikamwambia Matia anafundisha kiburi mke wa Patrick wakati yeye mwenyewe mwalikigego. Ukimwambia huku yanatokea huku. Jamani mama, sawa mimi naondoka. Haya nenda na umsalimie. Niliondoka saluni kwa Matia nikiwa nacheka sana. Nilichukua pikipiki nilielekea nyumbani na wakati tupo njiani niliona kama gari ya Patrick hivi ikiwa imesimamishwa baa fulani hivi. Nikaangalia kwa makini, ilikuwa ni kweli ni yeye. Nikamwomba dereva asimamishe pikipiki. Huku nikitoa simu nimpigie Patrick, lakini ghafla nilimwona Patrick akiwa na Fiona. Walikuwa wamesogeleana kwa karibu kabisa. Nilishikwa na hasira mpaka nikawa natetemeka. Sikupenda kabisa nilichokuwa nimekiona. Kwanza sikutegemea kama ipo siku nitawakuta akiwa pamoja. Maana Patrick alisema hataki hata kuonana naye wala ukaribu naye. Sasa imekuwaje leo akaote? Nilizidi kuwasogelea na Patrick haikuwa rahisi kuniona kwa sababu alinipa mgongo. Lakini Fiona aliniona na akawa anatabasamu kabisa kwa kishika kora ya shati la Patrick. Japokuwa Patrick mwenyewe alikuwa anasogeza mkono wa Fiona. Nilitaja jina la Patrick kwa hasira sana. Aligeuka na aliponiona naye alishtuka sana. Akanifuata na kutaka kunigusa. Nikamsukuma kwa nguvu mpaka kaanguka huku Fiona akiwa anatuangalia. Niliondoka kwa hasira nikapanda pikipiki na kuelekea nyumbani huku nikiwa nalia njia nzima. Nilipofika nyumbani nilishuka nikapitiliza mpaka chumbani. Nilikaa chini na kulia sana. Na muda ule ule Patrick alifika, alitaka kunisogelea kisha nikamzuia. Patrick, naomba ishia huko. Nimeamini ile maneno ambayo nilikuwa nimeambiwa na watu kuwa wewe ni malaya. Huwezi kutulia na mwanamke mmoja. Nisikilize kwanza mke wangu. Patrick alianza kuzungumza. Nisikilize nikwambie. Hakuna kitu kibaya ambacho nimefanya na Fiona. Alinipigia simu alikuwa na shida. Nyamaza Patrick. Usinidanganye. Nimechoka kusikia ujinga wako. Ni mtu gani na matatizo kila siku? Na kwa nini wewe peke yake ndio ambaye unatakiwa kutoa msaada kwake? Ila tatizo lake ni kubwa, alikuwa anahitaji msaada wa pesa. Ujauzito wake unamsumbua. Mungu wangu. Niliposikia neno ujauzito nikaacha kulia na kumtolea macho hapo na ndipo nilipokumbuka maneno ya Hanifa. Kumbe mimi ndo nilikuwa mjinga kweli kwa sababu nilimtetea sana. Nilimtetea kwa ajili ya ndoa yangu na nikamuuliza kwa sauti ambayo ilikuwa imejaa kwa huzuni. Kwa hiyo Patrick, hadi mimba mmeshapeana? Hapana. Kabla hajamaliza kuongea nikatoka mpaka sebuleni. Akaja kunidaka na kufunga mlango wa kutokea nje. Unaenda wapi mke wangu? Patrick, sikutaki tena. Naomba uniache niondoke. Kaa mbali na mimi shetani wewe. Nilizungumza huku nikiwa na hasira kubwa. Patrick alijitahidi kunibembeleza ila sikutaka kumuelewa. Nilijua kila alichoniambia ni uongo na alipoona simuelewi naye alipanic na kwenda kuvunja meza kubwa ya kioo huku akitupatupa vitu ovyo ndani. Ondoki, wewe ni mke wangu. Nitakapokuwepo mimi ndipo ambapo utakuwepo. Niliogopa nikahisi kichwa kitakuwa kimempanda maana hakujali na alikuwa kaumia, damu zinamtoka kabisa mkononi. Patrick alikaa chini akajiinamia huku akiwa analia na mimi nilienda chumbani nikachukua handbag yangu, nikaweka vitu vyangu vya muhimu ikiwepo kadi ya bank, nikatoka huku nikimchungulia. Alikuwa bado kajiinamia. Nilienda jikoni, nikashika kitasa cha mlango ulikuwa wazi, nikafungua taratibu nikatoka. Na wakati mlinzi anafunga geti, alishtuka akanisikia na kuniita. Sikugeuka nyuma. Nilitoka mbio nikaenda kujibanza kwenye ukuta wa nyumba ya jirani, nikawa nachungulia. Nilimwona katoka nje akiwa peku. Aliangaza kila upande na alipoona anioni, aliingia ndani na kisha mimi nikaondoka. Sikutaka kwenda nyumbani wala kwa wako zangu, kwani ningefanya hivyo wangetoweka kikao yangeisha. Mimi nilikuwa bado na hasira zangu nyingi tu. Nilienda hotelini nikachukua chumba, nikaenda kuoga. Nilipomaliza nilikaa na kuanza kulia na kukumbuka mambo ambayo Patrick alikuwa ananiambia. Kumbe alikuwa ananidanganya. Au kosa kwangu mtoto ndo kulimfanya nisaliti arudiane na Fiona? Yaani ugumba wangu umesababisha ndoa yangu kuvunjika kabisa. Wakati huo Patrick alikuwa anapiga simu kwa fujo sana, meseji kama 50 hivi, na kisha nikaamua kuzima simu kabisa. Nililia mpaka nikalala. Nililala chini na nilishtuka usiku baada ya kupigwa na baridi kali. Nikapanda kitandani na sikupata tena usingizi. Nilianza kuwaza sasa nifanye nini ili niwe mbali na Patrick. Nikafikiria kuondoka na kwenda kuishi pembeni ya mji. Niliwasha simu niangalie ni saa ngapi. Nilikuwasha tu simu ya Patrick iliingia. Kisha nikajikuta nimepokea. Tatiana mke wangu, uko wapi? Naomba urudi nyumbani. Adhabu ulionipa ni kubwa sana. Sijui kama naweza kuimudu. Patrick, hilo sahau. Kamchukue Fiona mje mlee mimba yenu. Mimi kurudi kwako sahau kabisa. Ili sio mimba yangu mke wangu. Acha kunidanganya. Kwanza usinipigie tena simu. Nisikilize mke wangu. Niambie uko wapi nikufuate sasa hivi. Nilijikuta nimefyonza kisha nikakata simu. Meseji zilizokuwa zinaingia
zilikuwa ni nyingi mno, karibu ndugu wote walikuwa wakinitafuta. Baba na mama mko pia walikuwa wakinitafuta, na hata wazazi wangu walinitafuta, na nikajua wote wana taarifa mimi kuondoka. Nikawaza nikiwapigia nyumbani na kueleza hawataniamini, kwa nilikuwa nampenda sana Patrick. Nikaona dawa ilikuwa ni kuondoka na kubadilisha namba ya simu. Kulipokucha nilijiandaa, nikatoka pale hotelini, nikaenda madukani, nikachukua nguo 2-3 hivi kwa sababu sikuondoka na nguo. Baada ya hapo nikaenda kituo cha magari yanayoenda nje kidogo ya mji. Nilipanga na kuelekea huko. Nia yangu ilikuwa ni kwenda kuangalia nyumba ya kuishi, na ikiwezekana niishi huko kwani haitakuwa rahisi kwa Patrick kunipata kama nikiwa nje ya mji. Nilipofika nilienda kwenye duka moja lililokuwa pembeni ya barabara. Nilinunua maji kisha nikamuuliza muuzaji, "Samahani kaka, hivi maeneo ya hapa karibu naweza kupata chumba cha kupanga? Mbona vyumba viko vingi tu? Yaani dada yangu ni wewe tu na hela yako. Ukitaka vya bei ya juu au bei ya chini?" "Sitaki cha bei ya chini sana. Nataka kuanzia 50,000 kwa mwezi." "Mbona hiyo ni hela nyingi sana? Huko chumba kizuri chenye umeme na maji ni 40,000. Sasa nitakipata wapi? Maana nataka leo." "Haina shida. Kuna jamaa yangu ni dalali. Nikimwambia tu anakupeleka. Kikubwa ni wewe tu uwe na hela ya dalali. Hakuna shida." Nilimwambia, kisha yule kaka alichukua simu na kumpigia yule jamaa yake, akamwelekeza shida yangu. Alipomaliza alikata simu na kuniambia, "Anakuja sasa hivi, msubiri kidogo." Alinipa kiti nikakaa, na baada ya dakika chache huyo dalali alifika. Tukasalimiana na kisha akamwambia, "Mteja mwenyewe ndo huyo." "Sister, usijali. Naenda kupeleka kwenye nyumba ya hadhi yako, siokuwa na longolongo, kikubwa uwe na hela yangu ya mwezi mmoja tu." "Sawa, haina shida," nilimjibu. "Basi poa, twenzetu." Nilimshukuru yule muuza duka kisha tukaondoka. Nilipelekwa kwenye nyumba ya kwanza, sikuridhishwa na mazingira yake. Tukaenda nyumba ya pili, ilikuwa ni nzuri lakini haikuwa na wapangaji wengi, pia chumba kilikuwa ni kikubwa sana. Nikamwambia, "Hapa nimepapenda." "Basi poa, twende kwa mwenye nyumba ukalipie." "Kwani mwenye nyumba niishi hapa?" "Hapana, yuko mjini ila anaisimamia ndugu yake, akai mbali sana na hapa." Tuliongozana mpaka kwa huyo msimamizi wa nyumba, nikamlipa kodi ya miezi 3, nikapewa funguo. Nikampa dalali pesa yake, kisha nikaenda madukani, nikanunua godoro na vitu vingine vidogo kwa ajili ya kuanza maisha. Ilipita wiki moja bila kuwasiliana na mtu yote ule. Nikafikiria nifanye biashara gani ya kuniingizia kipato. Nilizunguka kuangalia mazingira ya kibiashara ambayo biashara nilikuwa nimefikiria kuifanya, kufungua saluni ya wanawake. Nilipojaribu kuulizia wenyeji, waliniambia biashara hiyo itakuwa nzuri kwani hakukuwa na saluni nyingi za kike kwenye eneo lile na wanawake wengi walikuwa kienda mjini. Na mimi nikaona hiyo ndio ilikuwa kazi ya kufanya kwa kuwa nilikuwa na ujuzi na kazi hiyo. Nilijipanga nikatafuta chumba cha kufanyia biashara yangu. Nikapata ikiwa bado nikulipia tu. Nilimwahidi mwenye nyumba hiyo nitampa pesa yake baada ya siku 2 tu. Siku ya Jumanne niliamka zangu mapema. Nikajiandaa nikaenda kituoni, nikapanda gari kuelekea mjini kwa ajili ya kuchukua pesa benki, nikafanya manunuzi ya vitu vyangu vya saluni na nyingine nilipia chumba cha biashara. Nilipofika mjini nilishuka, nikaelekea benki, nikatoa pesa ya kutosha tu kwa ajili ya mahitaji yangu na nyingine nikaweka kwenye pochi na nikaanza safari ya kwenda madukani. Nikiwa nimesimama najiandaa kuvuka barabara, nilishtuka. Alikuja kijana mdogo ambaye alikopa mkoba wangu na kukimbia nao. Sikuweza kupiga hata kelele, nilibaki nimeduaa. Watu walikuwa karibu yangu walinisaidia kupiga kelele za mwizi huku wengine wakimkimbiza. Nijikuta naishiwa nguvu. Nikatafuta sehemu nikakaa. Nilitamani kulia lakini nilishindwa na nilikaa pale kama saa zima nisijue nafanya nini, na niliwaza nirudi nyumbani, lakini nikirudi lazima tatizo langu na Patrick litatatuliwa na nitatakiwa kurudi kwangu. Kwa bahati ni kwamba simu yangu sikuiweka kwenye mkoba, nilikuwa nimeishika mkononi. Niliwaza niuze hata kwa bei ya hasara ili nipate nauli nirudi kwangu, lakini kabla sijapitisha hilo wazo la kuuza simu, nikakumbuka nilikuwa na kama 200,000 hivi kwenye simu. Nilinyanyuka pale nilipokuwa nimekaa, nikaenda mpaka kwa wakala, nikatoa, na wakati huo nilikuwa makini sana, hata kibaka angetaka kunipora, nisingekubali, labda kama ilikuwa ni ya ukate mkono wangu. Nilirudi nyumbani kwangu nikiwa sina hamu ya kufanya chochote kile. Nilifikiria tukio la kuporwa pesa zangu, nikajisikia uchungu na kisha nikaanza kulia. Nikachanganya na tukio la kusalitiwa, ndo kabisa nililia na kumlaumu Patrick, yeye ndo chanzo cha haya yote haya. Angekuwa hajanisaliti haya yote yasingenikuta. Nilikuwa ni mtu wa kujifungia ndani. Kazi yangu ilikuwa ni kulia tu, kwani roho ilikuwa ikiniuma kumwacha Patrick. Bado nilikuwa nampenda, lakini ndo hivyo, sikuwa na jinsi. Niliendelea kutumia kile kiakiba nilichokuwa nacho mpaka ikabaki 15,000 tu. Hapo ndo kichwa kilipoanza kuniuma. Pesa sina, biashara hata kuingiza shilingi 100 sikuwa nayo pia. Wakati nawaza, mlango wangu uligongwa. Nilinyanyuka nikaenda kufungua. Alikuwa ni Lilian ambaye ni mpangaji mwenzangu. "Vipi Tatiana?"
Safi, pole kwa kusumbua. Usijali, karibu. Nimekuja kuambia kuwa zamu yako kutoa hela umeme imebaki uniti moja tu, haiwezi kutufikisha jioni. Nikaona bora nikwambie mapema. Sawa, haina shida, ngoja nikupe. Niliingia ndani nikachukua 5,000 nikampa. Na baada ya hapo nirudi ndani na kuchukua ile 10,000 ambayo ilikuwa imebaki nikaiangalia. Ukisikia kuadhirika ndo huko. Hii 10,000 mimi itanifikisha wapi? Sikuwa na jinsi, nilitoka na kumfuata Lilian ambaye alikuwa amekaa pale nje. Nikamuuliza, "Samahani Lili, hebu naomba nikuulize kitu." "Uliza tu." "Eti ni biashara gani ndogo ambayo unaweza kufanya ikatoka?" Lilian aliniangalia kisha akatabasamu. "Hatimaye umeamua utoke? Vizuri sana. Biashara ziko nyingi, ni wewe tu sema unataka biashara ipi na mtaji wako ni kiasi gani?" Niliona aibu hata kumwambia hela ambayo nilikuwa nayo. Alipoona nipo kimya akaniambia, "Unaweza kupika uji wakati wa jioni ukaupeleka sokoni hata kwenye magere? Hii biashara inalipa, nishawahi kufanya kabla sijapata kibanda cha matunda. Na sasa mimi ni mgeni, nitaanzia wapi na huo uji ni wa aina gani?" "Uji ni waulezi tu, kuhusu kwanza usijali. Siku ya kwanza nitakupeleka kwa wale wateja wangu." "Sawa, sasa kinahitajika nini na nini?" "Unatakiwa kuwa na chupa, vikombe, unga, sukari na Blue Band." Lili alinijibu na kisha nikawaza kwamba hivyo vyote nisingeweza kuvipata kwa wakati ule. Nikajikuta nikimwambia, "Ni sawa, ngoja nijipange kwa sababu kwa sasa sina hela, mambo yangu ni mabaya sana." Niliongea kinyonge sana kisha Lili akaniuliza, "Kwani una kiasi gani?" "Ndani na 10,000 tu, sijui ni hata ya maisha na yaendeshaje. Lakini nilisikia fununu kuwa ulitaka kufungua saluni, imekuaje?" Acha tu usinikumbushe machungu." Nikamhadithia kilichonikuta. Alinionea huruma sana akaniambia, "Maskini pole. Ila usijali, mimi nitakupa chupa 2 na vikombe, lakini pia ndani kuna unga kidogo. Hiyo hela ulionayo utanunua sukari basi." Asante sana, Mungu akubariki." Nilimshukuru sana na akaniambia kuwa leo ndo siku ambayo alikuwa na muda, hivyo ingekuwa vizuri nipike leo jioni ili akanionyeshe sehemu ya kuuzia. Nilinyanyuka nikaenda dukani nikanunua sukari na kufanya maandalizi kama ya kuosha vikombe pamoja na chupa. "Hivi kikombe cha uji kinauzwa shilingi ngapi?" "Hicho kubwa 500. Nilipiga hesabu hiyo 500 mpaka ifike 100,000 sio leo. Kikweli niliona ni hela ndogo sana, lakini kwa kuwa nilikuwa na shida ilibidi nifanye tu. Alinielekeza jinsi ya kupika uji. Tukaweka kwenye chupa, ilipofika saa 11 tukatoka. Alinitembeza sehemu zote alizokuwa anawapelekea wateja wake kisha kanitambulisha. "Nimewakumbuka wateja wangu jamani, kunywa ni uji. Wewe unazingua, mara ulete uji, mara uache, yani au unakulaga mtaji." "Msijali jamani, ndo nimeanza hivyo, atakuwa analetea huyu ndugu yangu." Lilian alinipigia debe mpaka uji ukaisha. Ilikuwa ni mapema sana tukarudi nyumbani. Nilipiga hesabu faida nikaweka na mtaji pia nikaweka pembeni. Niliendelea na kazi yangu mpaka nikanunua vifaa vyangu. Kazi ya uji tu ili nistiri. Nilikula na kulipa kodi ya nyumba kwa kupika uji tu. Baadaye nikaamua kutafuta biashara ya kufanya asubuhi. Asubuhi nilikuwa napika mandazi na kutembeza masokoni na stendi, na jioni nilikuwa nikiendelea na biashara yangu kupika uji. Siku moja nilipokuwa natembeza mandazi yangu, niliitwa na kaka mmoja ambaye alikuwa kwenye gari. "Dada, unauza mandazi? Mandazi shilingi ngapi?" "100." Yule kaka alimgeukia mwanamke alikuwa kaka pembeni yake kisha akamuuliza, "Baby, tuchukue mangapi?" "1,000 inatosha mpenzi." Niliangalia ngajikuta namkumbuka Patrick. Nilizubaa, niliwaangalia mpaka yule kaka kanishtua. "Hey, dada, tufungie basi." Niliofungia nikawapa kisha akanipa hela yangu. Nikaondoka na baada ya hapo sikujisikia kuendelea kuuza mandazi. Nilienda kibandani kwa Lilian na kumuomba nimwachie awe anayeuza. "Lili, naomba nikuachie mandazi yangu, sijisikii vizuri." Pole, nenda nyumbani basi kapumzike." Niliondoka njia nzima nilikuwa nakumbuka matukio mengi sana ambayo nilikuwa nimefanya na Patrick. Nilipofika nyumbani, nilipekua kwenye nguo zangu na kutoa picha ambayo nilikuwa nimepiga naye. Niliangalia sana na kuikumbatia. Kisha nikajikuta nikizungumza, "Nimekumisi sana. Natumaini huko uliko ni mzima, unafurahia maisha na familia yako. Patrick, wewe ni mwanaume ambaye uliniingiza kwenye ulimwengu wa mapenzi. Sijui kama nitakusahau na sijui kama nitarudiana na wewe." Siku hiyo nilishinda ndani kama mgonjwa, nilikuwa nikilia tu. Jioni Lilian niliporudi alinigongea mlango kisha kaniuliza, "Ulikuwa umelala?" "Hapana." "Vipi lakini unaendeleaje?" "Naendelea vizuri, saizi kidogo afadhali." "Pole, asante. Mandazi yako yameisha, hela yako hii hapa." Nilipokea na kumshukuru sana kisha nikarudi kupumzika. Siku zilizidi kusonga. Nikawa bado napambana na maisha. Kiukweli mwili wangu ulipungua, hata ngozi yangu ilififia. Siku moja nilipomaliza biashara yangu, nikaenda kukaa kibandani kwa Lilian, nikiwa nashangaa watu wanopita. Lakini ghafla nikakutana macho kwa macho na Patrick akiwa ndani ya gari yake. Nilihisi kama ni ndoto. Niliendelea kumwangalia kwa makini huku naye akiniangalia. Alipofungua mlango na kutaka kushuka, nilinyanyuka na kukimbia sana.
Lilian alishangaa sana na kuniita. Wewe, Tatiana unakimbia nini? Sikugeuka nyuma. Nilienda mpaka nyumbani nikajifungia mlango. Ina maana Patrick ananitafuta mpaka leo? Na amejuaje kama mimi nipo huku? Nikiwa bado najiuliza maswali, nikasikia mlango unagongwa. Nilishtuka, nikajua Patrick amefika. Nilinyata mpaka mlangoni na kuchungulia alikuwa ni nani anagonga. Tatiana, hebu fungua mlango. Alikuwa ni Lilian. Uko na nani? Nilimuuliza. Niko mwenyewe. Nilifungua mlango kisha Lilian aliingia. Nikawahi kufunga. Tatiana, una tatizo lolote? Sikumjibu swali bali na mimi nilimuuliza. Yule kaka alishuka kwenye gari alikufuata? Ndiyo kanifuata. Ukamwambiaje? Aliniuliza yule alikimbia ni Tatiana, nikamjibu ndiyo. Alafu akasemaje tena? Hakusema kitu. Alienda kupanda gari kisha kaondoka. Afadhali. Kwani yule kaka ni nani? Lili aliniuliza huku akiwa ananiangalia. Ile picha ilikuwa pale kitandani. Niliichukua na kuifunika. Lili ni rafiki yangu. Leo sijisikii kabisa kumwangalia huyu mtu. Nitakwambia siku nyingine basi. Sawa? Mimi nilikuja kuangalia tu kama uko sawa. Maana umenitisha. Acha nirudi kibandani kwangu. Basi poa, kazi njema. Baada ya Lili kuondoka, nikaanza kujadili na akili yangu. Ina maana Patrick ameondoka bila hata kujua naishi wapi kweli? Nimeamini mapenzi yake kwangu yameisha. Mimi tu ndo nilikuwa nateseka kwa ajili yake. Niliendelea na biashara yangu huku nikiwa makini sana kuangalia labda ningemwona tena Patrick, lakini wapi. Kuna wakati nilikuwa nakumbuka sana. Natamani hata nimpigie simu nisikie sauti yake, lakini nilipokumbuka kuhusu Fiona, nilijikuta namchukia. Siku moja nilipokuwa nauza uji maeneo ya garage, ghafla nilimwona Patrick asimama mbele yangu. Nilishtuka sana. Alinisogelea mpaka karibu nilipokuwa kisha kaniuliza, "Tatiana, ni wewe?" "Patrick, hebu niache niko kazini." Aliniangalia nilivyokuwa katingisha kichwa. "Tatiana, kazi gani hii unafanya? Umekosa nini mpaka uje kuhangaika huku? Ona ulivyopauka. Sasa leo hii tunaondoka tunaenda nyumbani." Patrick alinishika mkono kaanza kunifuta ili tuondoke. Kisha nikamwambia, "Wewe vipi? Hebu niache huko." Vijana pale garage walimfuata Patrick. "Oya, bro, vipi? Mbona kama unazingua? Unampeleka wapi huyu?" Patrick akawajibu na kusema, "Oya, naombeni mnisikilize. Huu ugomvi haumhusu mtu yoyote ule. Naomba msituingilie kabisa. Tunachaje kuingilia bwana, na huyu ni sister wetu." Wale vijana walimjia juu na kutaka kumvamia. Kisha nikawazuia. "Jamani, mwacheni." Niliwatuliza kisha wakatulia na Patrick akamwambia, "Acheni kutuchobokea bwana. Vitu vingine haviwahusu. Mimi huyu ni mke wangu." Alionyesha pete na kuonyesha kidole changu ambacho bado kulikuwa na pete ya ndoa. Kila mtu alishangaa kwa maisha ambayo nilikuwa naishi na muonekano wa Patrick ilikuwa ni vitu viwili tofauti. Wale vijana walituacha huku tukiwa tumesimama wawili. Kisha nikamuuliza Patrick, "Umefuata nini huko?" "Nimekufuata wewe mke wangu. Unajua kwa muda wote ulioondoka nimekuwa silali wala sikai kwa raha kwa ajili yako mpenzi wangu. Naomba urudi nyumbani tukazungumze, lakini pia wazazi wako wanakuhitaji. Japo nimejitahidi kuwatia moyo lakini imekuwa ni vizuri sana kama watakuona wao wenyewe. Nisiendi popote Patrick. Na kuhusu wazazi wangu najua wanaumia kwa ajili yangu ila wanajua kwamba niko mzima wa afya kabisa. Sema tu hawajui mimi nilipo, na kuhusu mimi na wewe tumeshamalizana tangia nilipotoa mguu wangu nyumbani kwako. Na kama unajidanganya kuwa hii pete kidoleni kwangu ndio bado natuunganisha, basi ichukue mpeleke Fiona." Nilivua ile pete na kumpa Patrick ambaye hakuipokea. "Fiona? Fiona gani? Fiona sio mwanamke wangu jamani. Isitoshe sijui hata ni wapi alipo." Unaniona mimi bwegi, si ndio? Yaani unanidanganya kila wakati. Hiyo ilikuwa zamani. Hebu shika pete yako uondoke." Patrick alisimama na kunikazia macho. Nikaona ananipotezea muda. Nilimrushia ile pete kisha nikaondoka zangu. Kuna siku nilikuwa sipo nyumbani. Niliporudi nilimkuta Lilian nikakaa nje. Aliponiona tu alitabasamu. "Hebu njoo ukae hapa kwanza nikupe mizigo yako." Nilishangaa itakuwa ni mizigo gani, lakini Lilian aliingia ndani akatoka na mifuko mikubwa miwili na kisha ilikuwa imejaa vitu akanikabidhi. "Imetoka wapi hii?" Niliuliza huku nikipekua ndani. Mmoja ulikuwa na nguo pamoja na perfume, viatu pamoja na mafuta ya kupaka, na mfuko vingine ulikuwa na vitu vya kula tu. "Patrick ndo kakupa Niliuliza. "Ndio." "Kapajuaje hapa?" "Sijui, ila hii ni sehemu ndogo sana kama mtu akiamua kutafuta na kupata haraka sana. Hivi vitu sivihitaji, vichukue." "Ha? Yaani vitu umeletwa na mumeo afu nichukue mimi?" "Ha? Ashakwambia kila kitu?" "Ndio. Patrick ni mumeo. Ingekuwa vizuri kama ungemsikiliza hata mara moja. Hakuna cha maana chochote ambacho nataka kusikia wala anachotaka kunieleza." Patrick aliendelea kuja kuleta vitu na nilikuwa navikataa na kumrudishia navyo, lakini hakukata tamaa. Aliendelea kuja ili mradi tu anione. Na siku moja asubuhi nilipotoka nje, nishangaa kuona gari ya Patrick. "Hivi ukaja saa ngapi?" Wakati najiuliza hivyo, Lilian alinisikia akasema, "Tangu jana usiku yupo hapo, kalala hapo po." Nishangaa nikasema huyu atakuwa na wazimu sio bure kiukweli. Nilienda mpaka alipokuwa amepaki gari, nikagonga kioo. Alifungua huku akiwa anajinyosha.
Kisha akaniambia, habari za asubuhi mke wangu. Salama. Hivi kwa nini unajitesa kiasi hiki? Una nyumba nzuri, maisha mazuri, kila kitu cha kwako ni kizuri. Leo unakuja kujitesa kulala kwenye gari? Maisha yangu hayana maana wala uzuri wote bila wewe mke wangu. Tatiana, ndio maana mimi niko hapa wewe ulipo. Hebu nenda kwa familia yako bwana. Familia inakuhitaji afu unatakiwa kubadilika. Umeshakuwa baba wewe. Baba, kwa mtoto yupi tena? Sitaki kurudia mambo. Hebu ondoka na usije tena, acha kunifuatilia basi. Utaniharibia mahusiano yangu. Patrick alibadilika, akakunja sura, akafungua mlango wa gari kisha akashuka. Na kisha akaniambia kwa sauti ambayo ilitisha sana, Tatiana, ukitaka kujua kuwa na shahada ya cheti cha ukichaa, ni kukute na mwanaume yeyote ambaye anajiita ni mpenzi wako, na kuapia siku hiyo hutoisahau kwenye maisha yako. Patrick aliongea kwa ukali mpaka nikaogopa kiukweli. Kwanza Tatiana, nitakuletea wazazi wako ili wakae waongee na wewe, huenda utawaelewa. Hapana Patrick, ukifanya hivyo nitaondoka, nitaenda mbali kabisa na hutaniona tena. Niliongea kwa hasira nikawa naondoka. Huyu mwanamke ni kichaa jamani. Nilimsikia Patrick akizungumza hivyo. Kila siku Patrick alikuja kulala nje ile nyumba nilikuwa nikiishi. Asubuhi anaondoka na nikawa nimeshazoea, na hivyo zilipita siku 3 hajaja, nikawa na wasiwasi na kosa amani. Nikajikuta namuuliza Lilian, hivi hizi siku 3 Patrick hajaja hapa, sijui ana shida gani? Lilian alianza kucheka. Itakuwa kachoshwa na maringo yako, kapata mrembo mwingine wa kumtuliza moyo wake. Maneno ya Lilian iliniumiza moyo, nikanyamaza. Au wewe unahisi nini? Aliniuliza tena. Hata akiwa nao 10 nimeshazoea, kwanza tumeachana. Hayupo kabisa akilini kwangu. Kweli bwana, hata mimi naona hayupo kabisa. Niliona kama Lili ananigeza hivi, na kisha nikamwambia, hebu tuachane na hizo mada bwana. Tuliacha kumwangalia Patrick, lakini nilikuwa namuwaza sana. Kiufupi nilikuwa nateseka sana kuhusu Patrick. Angalau siku za nyuma nilianza kumsahau, ila baada ya kuonana naye tena nilizidisha kumuwaza, lakini cha ajabu aliponibembeleza nirudi nyumbani, nilijikuta nikiendelea kukataa. Siku moja nilienda kuuza uji, lakini biashara ilikuwa mbaya sana, hakukuwa na wateja kabisa. Niliuza vikombe 2 tu, nikajisemea ngoja niendelee kutembeza, hata nikimuuliza chupa moja sio mbaya. Nilizunguka mpaka kigiza kikaingia, hata chupa moja sikumaliza. Niliamua kurudi nyumbani, na kwa kuwa siku hiyo nilizunguka sana, nilikuwa nimechoka, nikaenda kuoga. Lakini wakati narudi ndani, nilihisi kama kuna mtu, lakini sikujali. Nikajua atakuwa ni Lilian hivi. Ili nafungua mlango, namuona Patrick kajilaza kitandani. Wewe, unafanya nini hapa? Nilimuuliza. Hilo swali gani unaniuliza my dear wife? Patrick, hebu toka ndani kwangu. Patrick alinyanyuka na kunisogelea. Kisha akaniuliza, una uhakika unataka niondoke? Nikamtazama kwa muda kisha nikamwambia, unafikiri nakutania Patrick? Namaanisha uondoke. Patrick alisogelea mlango na mimi nikajua kwamba alikuwa anataka kuondoka, lakini kumbe alikuwa akiufunga mlango. Hapa nipo kwa mke wangu. Nitalala hapa leo. Nimevumilia karibu mwaka mzima simjui mwanamke. Na mwanamke wangu najua alipo. Sasa naanzaje kujitesa na hizi shida? Nimekuja nahitaji haki yangu ya ndoa basi. Una kichaa wewe eti? Nani ambaye unataka akupe? Si uende kwa Fiona. Ndio nina kichaa, yani mimi nina kichaa cha kukupenda wewe mke wangu. Na leo utanipa tu. Aliongea Patrick huwa akinisogelea. Kwa hiyo nataka kunibaka. Kama mke na mume huwa wanabakana, basi acha leo nikubake. Maana nimedhamiria kufanya hili. Nilimtazama Patrick na kweli alikuwa amedhamiria. Kisha nikamwambia, nitapiga kelele unajua. Piga, mimi wala siogopi, alinijibu. Patrick alinisukumia kitandani. Akatoa kanga niliyokuwa nimejifunga. Nilifurukuta lakini sikuweza kumudu. Alianza kufanya yake na mimi nikatulia mpaka alipomaliza. Sikuwa kumaliza mapema, ni kama alikuwa amenipania vile. Alipomaliza nilimfukuza. Shumisha pata ulichokuwa unakitaka. Haya ondoka sasa. Wewe mwanamke, uko na huruma. Usiku mimi naenda wapi? Kalale kwenye gari lako. Sije na gari, nimeliacha kule garage. Nilimwacha alale kwa usiku ule na ilipofika saa 11, niliamka na kuanza kuandaa mandazi yangu. Nilipomaliza nilimwamsha. Patrick, amka uende. Mbona tunafukuzana lakini? Kumbuka hapa si kwako, ulitakiwa uondoke usiku ule. Sawa, naomba maji basi nikaoge, alizungumza Patrick. Kachote bombani. Nilimpa ndoo na sabuni, alienda kuchota maji akaenda kuoga. Aliporudi alivaa nguo zake kisha akatoka nje. Mimi naenda, aliniaga. Nenda, nilimjibu. Nasafiri kikazi, hivyo tutaweza kuonana. Ila ukiwa na shida, namba yangu unajua utanipigia. Sikumjibu, akaondoka. Niliporudi ndani, nilikuta pesa kitandani kama milioni 1 hivi. Kusema kweli nilifurahi sana. Nikajua sasa nitafanya biashara ya maana na kulipa kodi. Asante Mungu. Sikuenda hata kuuza mandazi. Niliwazia ulikuja kununua pale pale nyumbani na mengine tukala na Lilian. Nilimuuliza kuhusu Patrick, alicheka sana.
Kisha Lily akaniambia, unajua kaka, watu wanakupenda sana. Kwa nini usimsamehe tu yaishe? Natamani kufanya hivyo, lakini kuna wakati moyo wangu unagoma kabisa. Yani nikikumbuka Kazaa na Fiona, yani na mimi sina uzazi. Yani ina maana natakiwa kuacha waishi maisha yao na mimi niishi na maisha yangu. Kama ndo maamuzi hayo sawa, ila mimi ningekuwa wewe, ningefanya uchunguzi wa kina kisha ndo ningeamua kuchukua maamuzi. Wewe umekurupuka. Tuachane na mambo yasiokuwa na maana bwana. Nataka unishauri nifanye biashara gani? Biashara? Ndio. Ni sawa, lakini unajua peke yangu sitaweza. Unaonaje tukashirikiana hapa tukatafuta kijana? Ni wazo zuri, la tusikurupuke, tuangalie sehemu ambayo itakuwa na biashara. Nilikubaliana na wazo la Lilian. Wakati tunaendelea kutafuta sehemu ya biashara, niliendelea kuuza mandazi. Ulipita mwezi mmoja tukapata sehemu ya kufanya. Tukaanza maandalizi ya kununua vitu, na siku ambayo tulikuwa tunaenda kufanya usafi, nijisikia kizunguzungu ghafla, nikataka kuanguka. Sikufika chini Lili liniwahi, kisha kaniambia, "Tatiana, una nini?" Kila nilipojitahidi kumwangalia, niliona giza. Alinisemesha lakini sikuweza kumjibu kabisa. Aliomba msaada, watu wakaja wakanimwagia maji, nikapata fahamu, lakini sikuwa na nguvu. Walinipeleka nyumbani na mama mmoja akamwambia Lilian, "Hebu mkorogee uji mwepesi, pengine ana njaa." Lilian alienda kuandaa huo uji akaniletea. Nikanywa, nilipomaliza tu nikaanza kutapika. "Tatiana, umpata na nini? Au bado huli unaendelea na mawazo?" Lili aliniuliza. "Mbona nakula? Sasa nini shida mpaka unaanguka na kutapika kama hivi?" "Itakuwa ni homa kawaida tu. Basi inabidi kesho twende hospitali." Lilian alifanya usafi kisha akaniuliza, "Kwa utakula nini?" "Sijisikii kula chochote kwa kweli." "Hapana bwana, ngoja nikupikie ndizi." Alitoka na kwenda kupika hizo ndizi, zilipoiva akaniletea. "Aya, amka hapo ule, nimekujezea nyama za kutosha, nataka ule mpaka ushibe." "Umeniwekea nyingi bwana, tule wote." "Tatiana bwana, usinitanie, hebu kula." Nilikula kidogo lakini sikuweza, nilijihisi kutapika nikaacha. Lilian aliniambia kuwa kesho nipeleke hospitali. Nikamwambia ngoja kwanza tuangalie nitakavyoamka, kama nikizidiwa basi tutaenda. Kesho yake niliamka nikaa niko vizuri kidogo, lakini nilikuwa na njaa. Nikajivuta nikamimina uji nikanywa, kabla hata sijamaliza nilienda kutapika tena. Nilishangaa hii ilikuwa ni homa gani ambayo ilikuwa itaki kula, ama nilikuwa ndo nataka kufa. Lakini hali iliendelea hivyo hivyo, na mimi pia sikuwa nataka kwenda hospitali, na hali hii ilikuwa inamkera sana Lilian. Siku moja akaniambia, "Tatiana, hebu acha ujinga. Unataka kufia huko ndani?" "Unajua najishangaa sana. Sisikii mwili kama unaumia, ila nakosa nguvu na kutapika tu." "Ndio, ndio maana tunatakiwa twende hospitali tukajue unaumwa nini, au kama vipi nikupeleke ukaguliwe kwenu." Ilipofika majira ya jioni, nikiwa ndani nimejilaza, nilisikia sauti ya Patrick anaongea, na mara mlango ulifunguliwa huku Lilian akimkaribisha. "Karibu ndani." Patrick aliingia, nikajifanya nimelala. Alisogea mpaka kitandani, kisha akasema, "Ananiigizia kulala sio?" "Anaumwa." Lilian alimjibu. "Anaumwa? Anaumwa nini?" "Anatapika sana lakini pia hana nguvu. Nimemwambia twende hospitali lakini hataki." "Hapana, inabidi twende hospitali, yani sasa hivi." Patrick aliongea huku akinipima joto. "Tatiana, amka twende hospitali." Sikuwa na ubishi kwa hawa watu wote wawili, nilijikuta wamenishinda. Niliamka na kujivuta sana, kisha nikawaambia, "Jamani, mimi sitaki kwenda." "Acha ubishi basi." Alinyanyua na kunipeleka kwenye gari, huku Lilian akitufuata kwa nyuma. Patrick alimwambia, "Dada, naomba unisaidie twende wote." Lilian alikubali. Alienda kufunga milango kisha tukaenda hospitali. Nilipokelewa na kutundikiwa drip, maana nilikuwa nimechoka sana. Nilifanywa vipimo vyote na sikuwa na ugonjwa wote ule. Lilian aliposikia hivyo alishtuka sana. "Inawezekanaje akakosa ugonjwa kwa hali ambayo alikuwa nayo jamani, au karogwa?" Daktari alimwambia, "Hebu subiri tuendelee kufanya vipimo." Nilichukuliwa damu na mkojo kwa mara ya pili, vikapelekwa maabara. Patrick alikuwa hajatulia, alionekana akiwa na wasiwasi sana, na mara niliona wako zangu. Nikasalimiana nao, na bado tukiwa tunasalimiana wazazi wangu walifika. Mama aliniangalia kwa hasira sana. "Hiki ndo ulichokuwa unataka kufanya? Ona ulivyokondeana sasa." Mama mkwe alimtuliza na kumwambia, "Hapana dada bwana, usimwambie hivyo mtoto, acha kwanza apone." Daktari alirudi akiwa katika karatasi ya vipimo na kisha akasema, "Majibu yameshatoka, ila siwezi kusema mbele za watu. Kama inawezekana watu wangepungua." Nilishtuka kusikia hivyo. Nikajiuliza nitakuwa na ugonjwa gani wa ajabu mpaka daktari ashindwe kuongea mbele ya wazazi wangu. Wakina mama walitaka kutoka lakini Patrick akawazuia. "Hapana mama, msitoke. Daktari, unaweza kuongea, maana hapa tulipo sisi wote ni familia moja." "Sawa. Tumempima damu, hamna tatizo, lakini kipimo kingine kimeonyesha kwamba Tatiana ni mjamzito." Kila mtu alishangaa. Hata mimi mwenyewe nilishtuka sana. Patrick alinitolea macho, lakini mama alinisogelea akaniuliza kwa ukali, "Hiyo mimba ni ya nani wewe mjinga?
Yaani umeacha nyumba yako na kwenda kubeba mimba ya zinaa? Mama jamani, hii sio mimba ya zinaa. Huko nilikokuwa mimi sijawahi hata kuwa na mwanaume. Hii mimba ni ya Patrick. Watoto walimgeukia Patrick, kisha mama akaniuliza, inawezekanaje mimba hii na miezi miwili? Patrick alijibu swali ambalo mama aliuliza. Aliongea, Tatiana, ni ya kweli, hiyo mimba ni ya kwangu. Hakuna ambaye aliamini kama ni kweli mimba ilikuwa ni ya Patrick. Waliamini Patrick anasukumwa na upendo wake kwangu kunikubalia ile mimba. Nilikaa pale hospitali kwa siku 3 na tukaruhusiwa. Nilitaka kwenda nyumbani kwa mama mkwe. Mama akamuomba niende nikakae kwake, lakini Patrick alikataa. Hapana wazazi wangu, nitakwenda nyumbani kwangu na mke wangu, nitamhudumia mimi mwenyewe, maana nimechukua likizo. Wazazi walikubali, nikaondoka, nikarudi nyumbani kwa Patrick. Tulipofika, alinipeleka bafuni, akaniogesha, nikapumzika. Alienda kuniletea matunda. Kula mke wangu, mtoto wetu anatakiwa kuwe vizuri sana. Nilikula kwa tabu huku nikijisikia kichefuchefu, ila kuna dawa nilipewa za kupunguza kutapika. Ilipita wiki moja, hali yangu ilitengamaa, nikaanza kupendeza. Mama alinipigia simu na alimpigia Patrick pamoja na wazazi wa Patrick, wakaja kuweka kikao na kutusuluhisha. Walimwambia Patrick eleza ilivyokuwa, kisha kaeleza. Ni kweli mke wangu alinikuta nikiwa na Fiona, ila sikuwa naye kwa ajili ya mambo ya kijinga. Aliniita na kuniambia kuwa ana shida, nikaenda tu kumsikiliza. Alikuwa na shida gani mpaka mkaenda kukutana baa? Mama mkuu naye alimuuliza. Alikuwa ni mjamzito, lakini pia ana uvimbe, hivyo alikuwa anataka msaada wa pesa ili afanywe upasuaji kwa ajili ya kutoa uvimbe na mtoto, maana alikuwa anakaribia kujifungua. Labda hapo kosa langu, nilienda bila kumwambia mke wangu, alizungumza Patrick. Tatiana, hayo alieleza mmeo yana ukweli au kuna kitu hajakiongea? Ameongea kila kitu, nilijibu. Kwa nini na wewe ukaamua kuondoka bila kutushirikisha wazazi? Ulitakiwa uje kwetu au uende nyumbani kwenu? Hapo nilikosea wazazi wangu, naombeni mnisamehe. Nilikuwa na hasira sana. Unatakiwa kumwomba msamaha mume wako, ulimtesa sana kijana wa watu. Alihangaika usiku na mchana kutafuta. Mamangu alikuwa mkali na sikuwa na jinsi. Nilipiga magoti nikamwomba Patrick msamaha. Patrick alininyanyua kisha akaniambia, "Usipige magoti, nimekusamehe mke wangu." Basi mambo yakaenda vizuri. Patrick alitoka na akina baba na mimi nikabaki na mama na mama mkwe. Mama akaanza maswali yake ambayo yalikuwa yananikera sana, lakini sikuwa na jinsi nitakiwa kujibu. Hapa tupo wanawake tu, hebu tuambie, hiyo mimba ni ya nani? Maana hakuna ambaye naamini kuwa ni ya Patrick. Kweli mwanangu, usiogope kusema ukweli, hata kama sio Patrick, maana kitanda kizai haramu. Ilibidi niwaeleze ukweli ilivyokuwa mpaka nikabeba mimba. Wakanielewa na tulipika tukala na jioni wao wakaondoka. Maisha yaliendelea. Nikatafutiwa msichana wa kazi kwa ajili ya kunisaidia, na siku moja tukiwa tumekaa bustanini, Patrick akiwa ananikandakanda miguu yangu ilikuwa imevimba, alikuja mama T akaanza kunichamba kabla hata hajanifikia. Ehe, mwari wewe, nilikuwa nakwambia kila siku lakini kilanga chako ukawa nakataa. Ehe, kiko wapi? Umetia aibu mwali wangu. Unaondokaje na kuacha mume ukiona kabisa kuna watu ambao wanammendea? Ukiona hivyo mwari, ongeza mahaba. Ukishindwa kumroga Patrick kwa mahaba, hakuna namna nyingine utamroga. Wewe mwari wa wapi jamani? Patrick alikuwa anacheka tu, lakini mimi nilikuwa namwangalia tu mama T kwa sababu alikuwa ni muongeaji sana, hali ambayo ilifanya nijikute na shindo cha kusema. Kiko wapi sasa? Umerudi. Huyu ndo Mungu bwana, acha Mungu aitwe Mungu. Umeitafuta mimba we, umeipata kwa heka kweli. Hongera Patrick baba. Na wewe binti, hebu tuliza kiranga ule ilo tumbo. Alizungumza kisha akachukua glasi ya maji akanywa, na kisha akaniambia, punguza wivu mwali wangu. Patrick ni wako. Tangia alipoamua kukuoa aliachana mambo yake yote ya kando. Lakini pia nilimtafuta Fiona. Alikiri kuwa Patrick alimkataa, kwani wewe bado uamini? Nilibaki kujingatangata tu, na mara nilimuona Fiona akiingia akiwa na mtoto. Nilishtuka na kutoa miguu yangu nilikuwa nimeweka kwenye mapaja ya Patrick. Huyu naye kafuata nini? Patrick aliuliza kwa kupanic, na mama Tia akamtuliza. Fiona alikuja akatuomba msamaha. Tatiana, naomba unisamehe. Nilikuwa nakuonea wivu tu. Sikutaka Patrick awe na mwanamke yoyote, lakini nikaja kugundua hana mapenzi na mimi na anakupenda wewe. Hata ulipoondoka, nilijua nitapata nafasi ya kuwa naye, lakini ikashindikana kabisa. Nisamehe sana. Alizungumza kisha mama Tia akaniambia, nilitaka roho yako ikunjuke. Ukweli ndio huo, kaa kwa amani na mumeo. Acha ujinga wa kususa mume. Kikubwa aliona na mumeo na upendo ndani ya ndoa. Mama T na Fiona waliondoka. Nijihisi mwenye hatia sana. Nikamwomba msamaha mume wangu tena. Alikunjua moyo na mapenzi yetu yalirudi zaidi ya mwanzo. Miezi ya kujifungua ilikaribia, nikafanya maandalizi kwa ajili ya mtoto. Siku ilipofika, nilipelekwa hospitali, nikajifungua katoto ka kike. Baba yake alimpa jina la Doreen na alifanana sana na wifi yangu. Mama mkwe alikuja hospitali na akaanza kumkagua. Nikajua kuwa alikuwa haamini kama kweli nilikuwa na mimba ya mtoto wao.
Kisha akasema, jamani, mtoto kafanana na Aminata huyo, hebu ona mdomo jamani, hongera mwanangu. Mama kusikia hivyo alifurahi sana, maana naye hakuwa ameniamini. Alijua mwisho wa siku nitakuwa nimeleta aibu. Nilitoka hospitali nikaenda kwa wakwe zangu, nikalelewa uzazi. Patrick hakutaka kuwa mbali na sisi, naye alihamia nyumbani kwao mpaka tulipomaliza uzazi, tukarudi nyumbani kwetu. Tuliishi maisha ya raha na furaha na amani, na tangia hapo sikutaka mashoga wa ajabu wala kumsikiliza mtu yoyote anayemuongelea mume wangu zaidi ya kumsikiliza mume wangu. Tumefika mwisho mwa simulizi yetu pendwa kabisa iliyokuwa inakwenda kwa jina la Tatiana. Ilikuwa ni sehemu ya pili na sehemu ya mwisho kabisa ya simulizi hii. Bila shaka umefurahi sana, lakini pia umeelimika kwa kila elimu ambayo imepatikana katika simulizi hii. Nikukumbushe tu, mwisho wa simulizi hii ni mwanzo wa simulizi nyingine tamu na nzuri sana hapa Simulizi Zetu Media. Endelea kusubscribe channel yetu kama hujafanya hivyo, lakini bado endelea kutufollow pale Audiomack kwa jina la Simulizi Zetu Media, na pale WhatsApp kwa ajili ya WhatsApp group namba yetu ni 0757 56 72 53. Asante kwa kuichagua Simulizi Zetu Media. Nilikusimulia simulizi hii. Jina langu naitwa Tutu. Mpaka wakati mwingine. Kwaheri.